Haleluya, karibu tuendelee na darasa letu ambalo ni endelevu la sheria za ulimwengu wa roho. Tumekuwa tunaendelea na somo letu hili zuri, lakini leo tunataka tujifunze kitu sensitive sana ambacho ningeomba ufuatane nami. Sheria ya nguvu ya riziki. Sheria ya nguvu ya riziki kwenye ulimwengu wa roho tofauti sana inapotolewa na ulimwengu wa mwili. Maana yake kwamba kwenye ulimwengu wa roho nguvu ya riziki hutolewa kwa usawa. Nguvu ya riziki hutolewa kwa usawa tofauti na ile katika ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo nataka tuangalie hili somo la nguvu ya riziki. Kwenye tunapozungumza riziki tunaangalia riziki ni nini? Ni vitu gani ambacho ni riziki? Riziki ni vitu ambavyo Mungu huvitoa katika mfumo. Na kwanza inatolewa katika mfumo, katika ziko aina kama mbili za riziki. Na riziki ghafi na riziki iliyochakatwa. Riziki ghafi na riziki iliyochakatwa. Na hapa ndipo nataka tuende kwa umakini na kwa taratibu nzuri tuweze kuelewana. Na riziki iliyochakatwa au riziki ghafi ni nini? Riziki inapotolewa na Mungu, Mungu ndiye mtoa riziki, sio mwanadamu. Riziki inatolewa kwa usawa na anayetoa ni Mungu mwenyewe. Na riziki hii hapa Mungu anapoitoa alitoa katika mfumo wa ghafi. Kama vipi? Kwa mfano, Mungu anakupa riziki katika mfumo wa ghafi, yani maarifa, vipawa, mamlaka, rasilimali za asili au fursa. Hizo zote ni riziki. Watu wengi sasa tunapozungumzia riziki tunaiangalia katika riziki tu ya aina moja, hasa riziki iliyochakatwa, processed, iliyochakatwa. Kwa mfano katika mfumo pesa, mtu anapozungumza riziki anadhani ni pesa. Pesa ni riziki ambayo Mungu huitoa katika riziki iliyochakatwa. Imeanza kwanza, kabla ya pesa inaweza kumeanza fursa au kumeanza maarifa au kumeanza kipawa au kumeanza mamlaka au madaraka au kumeanza rasilimali za asili. Kuwa na rasilimali za asili watu wengi huhesabu kama sio riziki kwa sababu haijachakatwa. Wengi wetu sana tunaangalia riziki iliyochakatwa tu, hatuangalii riziki na hatuipi uzito. Hatuoni kama Mwenyezi Mungu ametupatia riziki pale tunapokuwa na riziki ghafi. Kwenye kitabu cha Luka ile sura ya 12 na mstari wa 48 inasema, kwa kuwa kila aliyepewa vingi kwake hivyo vitatakwa vingi, na yeye aliyekabidhiwa vingi kwake huyo watataka zaidi. Kile kitabu cha Mwanzo ile sura ya 12 na ule mstari wa 2 na wa 3 inasema, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kukuza jina lako, nawe uwe baraka, nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 19 inasema, na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji kwa kadiri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Kitabu cha Kumbukumbu ile sura ya 8 mstari wa 18 inasema, bali mkumbuke Bwana Mungu wako, maana ndiye akupae nguvu ya kupata utajiri. Kitabu cha Mathayo ile sura ya 6 mstari wa 11 inasema, utupe leo riziki yetu ya kila siku. Kwa hiyo unaweza kuona haya maandiko tuliyosoma yanazungumzia habari ya riziki. Kwenye kitabu cha Luka ile sura ya 12 mstari wa 48 inasema, mtu kwenye ulimwengu wa roho na Mungu mwenyewe hutupa riziki kwa usawa. Anatupa riziki kwa usawa. Katika mfumo, hasa katika mfumo ghafi. Na anapotupa duniani tofauti na duniani ni tofauti sana na mifumo ya kiuchumi ya dunia, tofauti na mifumo ya uchumi ya kiroho. Yani tunaita spiritual economic supply chain. Mifumo ya uchumi wa kiroho huwa ni tofauti na mifumo ya kiroho ya kidunia. Mfumo wa kiroho wa kidunia una formula zifuatazo. Kwa mfano, mfumo wa kiroho wa kidunia unataka kwamba wachache wamiliki vingi na wengi wamiliki vichache. Yaani maana yake kwamba wachache wanamiliki vingi
yaani, na wengi wanamiliki vichache, ili kuwafanya wao wengi wawe watumwa. Huo ni mfumo wa dunia, kwamba unawafanya watu wawe wachache wamiliki vingi, ila wengi wamiliki vichache. Hao ndio wana uchumi wa mfumo wa dunia. Mfumo wa kiroho ni kwamba unapewa riziki kwa usawa, yaani tunapogawana riziki tunapewa usawa kwa mfumo wa aidha katika mfumo gapi, yaani maarifa. Mungu, kuna wengine hawana kipawa, anayo maarifa. Asiye na maarifa anayo madaraka. Asiye na rasilimali za asili anayo fursa. Na ndio maana utaona Mungu alipogawanya, Mungu amegawanya. Kuna wengine, kwa mfano watu wanaoishi jangwani kawapa mafuta. Kuna wengine nchi kama nyingi za Kiafrika wanaweza wasiwe na maarifa mengi, lakini wamepewa rasilimali za asili. Mungu amegawa riziki na namna ya kupata riziki kwa usawa. Mungu hakuna kwenye uchumi wa kidunia na mfumo wa kidunia wa ugawanaji riziki ni kwamba umewagawa watu katika makundi makuu mawili, yaani kundi la matajiri na masikini. Sio kwa Mungu. Kwa Mungu Biblia inasema hivi, bali mkumbuke, kitabu cha Kumbukumbu la Torati mstari wa 8, mstari wa 18, mstari wa 8, sura ya 8 mstari wa 18, nasema bali mkumbuke Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu ya kupata utajiri. Kwenye maisha, kwa Mungu yeye hakuna masikini. Mungu hatoi umasikini. Mungu hutoa utajiri tu. Yeye ndio anatupa nguvu ya kupata utajiri. Yaani anatupaje nguvu? Mungu anatupa nguvu kupitia maarifa. Anapokupa maarifa, amekupa nguvu ukiyachakata. Ndio maana katika riziki watu wengi tuna focus na riziki iliyochakatwa. Mtu anatembea anasema mimi sina pesa, sina mali, sina hiki, sina hiki. Hiyo ndio gari ni riziki iliyochakatwa. Nyumba ni riziki iliyochakatwa. Chakula ni riziki iliyochakatwa. Mungu atakupa ardhi. Hakuna ambaye hajampa ardhi dunia hii. Hakuna ambaye anapanda la ardhi. Mungu atakupa bahari, Mungu atakupa mito, Mungu atakupa maji, atakupa kila kitu. Kila kitu. Maarifa ni riziki ambayo ni riziki ghafi haijachakatwa. Ni wajibu wako kuichakata. Kipawa ni riziki ambayo haijachakatwa. Mtu mwingine analalamika ana kipawa lakini anakaa tu akidhani kwamba Mungu hajanibariki. Watu wengi wanazungumza sana, wanapeleka. Unaona Mungu anamwambia Ibrahimu, anambia nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Kuna watu wana struggle, niwe mkubwa, nitakuwaje mkubwa? Mimi nataka nikawe mtu mkuu. Lakini kumbe Mungu alishakubariki. Mungu kimsingi hatumdai. Hakuna anayeweza kumdai Mungu. Akasimama akasema Mungu, unajua mifumo ya dunia ndio imepotosha watu, kwa sababu imewavaa watu katika mafungu mawili. Matajiri na masikini. Mungu hana masikini, ana matajiri tu. Kwa sababu gani? Mungu hana masikini. Nataka niweke vizuri kwamba Mungu hana masikini hata mmoja. Hakuna aliye masikini. Huwezi ukasema mbele za Mungu akasema masikini. Hii unapoona kuna masikini leo, au hata kama wewe unajiona ni masikini, labda wakipata kwa sababu huna ile riziki iliyochakatwa, huna pesa mfukoni. Na dunia leo inaongozwa na mwanauchumi. Na mwanauchumi amewagawa watu wa aina mbili tu, wanaouza na wanaonunua. Dunia leo tuna dunia ngumu sana. Na ndio maana watu sasa wanaenda hata tunapofanya maombi, wanaenda mbele za Mungu, wanadhani kwamba Mungu kawafanya wawe masikini. Hakuna. Mungu wote ametufanya kuwa matajiri. Sasa utasema jitaweza tutakuwa matajiri? Mungu katoa utajiri katika mfumo ghafi. Kwa njia gani? Maarifa, kipawa, mamlaka, rasilimali za asili na fursa na kadhalika. Mungu unapokuwa na njaa anakupa, ananyesha mvua. Mungu ukienda kwa muomba chakula, mvua inanyesha. Sasa usipowachakata, si jukumu la Mungu, ni jukumu lako wewe mwenyewe. Na hapa ndipo utata. Kuna watu wanatembea ameinama, anasema mimi masikini. Hapana, hakuna masikini hapa duniani, kwa sababu Mungu alimwambia Ibrahimu kwamba wewe nitakubariki. Mungu tulishamalizana naye, alishatubariki kila kitu. Nani anaweza akasimama mbele za Mungu leo akasema Mungu mimi hajanitendea haki? Wanaoishi jangwani wanayo mafuta, wanayo riziki, wana wajibu wao kuichakata. Wanaishi jangwani, anasema mimi hawezi kwenda mbele za Mungu akasema mimi, anaweza akafikiri tu kwamba kwa sababu yuko jangwani mvua hainyeshi, anasema mimi Mungu mvua hainyeshi ndio maana niko hivi. Hapana, Mungu kaweka ndani katika ardhi ile, kaweka mafuta.
wengine nao wasio na maarifa ya ujuzi wa kuelewa elimu ya ujuzi wa mambo, watasema, watakunyata mikono na kusema bisi Mungu huje atubariki. Na ndivyo watu wengi wanapomwendea Mungu katika maombi, wanamlalamikia Mungu kila siku, wakati Mungu ameweka mfumo. Kwa mfano, nchi zote za Kiafrika kuna madini ya kila aina, kuna milima, kuna mito, kuna maji, kuna kila aina na rasilimali ambazo tumepewa. Kuna wanyama, sehemu zingine hawana wanyama. Nchi za kaskazini mwa dunia na zenyewe ni nchi ambazo zina baridi kali, lakini wamepewa maarifa. Hakuna jamii ambayo itaenda mbele za Mungu iseme kwamba mimi Mungu hujanipa riziki, isipokuwa ni kuelewa tu kwamba riziki ziko za aina mbili. Kuna riziki ghafi na riziki iliyochakatwa. Wengi tunataka riziki iliyochakatwa. Ukisikiliza na ukifata watu wanapoenda mbele za Mungu, wanang'ang'ana kumlazimisha Mungu awape riziki iliyochakatwa. Nataka nikwambie, hata Mungu alipowaahidi wana wa Israeli akawaambia, nendeni katika nchi inayojaa maziwa na asali, hamaanishi kwamba aliandaa madumu ya maziwa, ameandaa madumu na ndoo za asali. Hapana, maana yake kulinyesha mvua, wakachakate wenyewe kuhakikisha wanabadilisha hiyo riziki ghafi kutoka kwenye mvua kuwa chakula, kutoka kwenye mvua wasikate miti ili nyuki wawe walete nini. Na Mungu ameweka nyuki. Kwa mfano, nyuki ni mdudu mmoja mzuri sana kwa ajili ya kutupatia rasilimali za kutupatia product ya asali. Ukimwondoa nyuki asali hatupati. Utamdai nini Mungu leo? Utamwambia nini Mungu kwamba Mungu hujalipa? Watu wengi wakienda mbele za Mungu analia, Mungu, mimi umeniumba ni masikini. Hakuna Mungu, hakuna aliyeumba masikini. Kila mmoja Mungu amemuumba akamwekea riziki. Ni uwezo wako wa kuchakata. Na ndio maana kuna watu waliopewa maarifa, wengine hawakupewa kipawa, wengine wamepewa mamlaka. Wewe ukipewa mamlaka unayatumiaje? Na kwenye mfumo wa kiroho tofauti sana na mfumo wa kidunia. Kwa sababu kuna kitu inaitwa spiritual economy supply chain. Kwenye mfumo wa ugawanaji riziki, spiritual economy supply chain, mfumo wa ugawanaji wa riziki wa kiroho tofauti na ugawanaji wa kiroho wa kidunia. Kwenye ulimwengu wa mwili na mfumo wa dunia na wana uchumi wa kidunia, umewekwa kwamba masikini na tajiri, na ya kwamba wachache wamiliki vingi, wengi wamiliki vichache, na kwamba na ume sana, umetia moyo watu sana kutunza na kuhifadhi. Tajiri anajulikana kulingana na kiwango cha umiliki wa vitu vingi alichojikusanyia na amevihifadhi. Sio katika mfumo wa duniani, wa mfumo wa kiroho. Maana yake wa kimungu anasema, bali kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 19 sema, na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji kwa kadiri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Maana yake nini? Riziki ya Mungu huangalia uhitaji, haiangalii matakwa, haiangalii tamaa, haiangalii matamanio. Riziki inaangalia uhitaji, kwamba Mungu katika uhitaji wetu wote kashamalizana na sisi. Kila mtu amempa, kwa kila jamii, kila mtu amepewa. Hakuna ambaye hana chochote cha kuchakata ili apate riziki yake, hakuna. Na katika mfumo wa ugawanaji riziki, yani spiritual economic supply chain, maana yake ni kwamba, yani lesho yake huwa ni, kwa mfano lesho yake huwa ni shilingi 1,000 kwa 3. Maana yake nini? Kwamba kwa Mungu anapokupatia shilingi 1,000, akikupatia shilingi 1,000, maana yake kwamba hajakupa vyote utumie wewe hiyo 1,000. Yani maana yake mfumo wa spiritual economic supply chain, yani mfumo wa uchumi wa mapato ya kiroho, ni kwamba unafanya kazi katika mfumo wa uwakala. Yani maana yake ni nini? Wewe kwa Mungu, sisi wote ni mawakili tu, sisi ni mawakala. Unapopewa mali au maarifa au fursa, maana yake wewe unamwakilisha Mungu, kwa maana ya kwamba wewe ni wakala tu au wakili wa Mungu, kwamba Mungu katika kila anachokupa, kuna watu Mungu kama amekupa shilingi 1,000 kwa mfano, au 10,000,
au 100,000 au 1,000,000 au bilioni 1, maana yake kwamba akikupa bilioni 1 kazipitishia kwako tu. Kuna watu wapo wengi wanahitaji, no mata umeichakata vipi. Na ndio maana leo utaweza kuona kwamba unaweza kuona katika dunia hii unaweza ukashangaa sana, na hii imeleta mgogoro katika mfumo wa kichumi wa dunia. Kuna watu sisi kwa mfano katika nchi yetu tuna mlima Kilimanjaro. Mlima Kilimanjaro huwezi ukawa wa kwetu tu, ni wa wanadunia wote. Kuna mtu atakuja atatuletea riziki na sisi ameichakata pesa, lakini atakuja na yeye atafaidika, atakuwa mwekezaji. Tuna madini sisi kwa mfano. Huwezi ukasema madini ni ya kwangu tu. Kuna Mchina anaweza akatoka China akaja akawekeza Tanzania, hela ikaenda China, Mchina akapata riziki. Na sisi nasi kuna Mchina atatengeneza kitu kule kwake, tutakinunua, tutapata riziki huku. Kwa hiyo mfumo wa kimungu wa uganaji riziki unaenda katika ratio ya kwamba ya uwakili. Hakuna mtu atamiliki vyote vile vyake aseme vyangu. Na hii imeleta mgogoro sana, kwa sababu mtu ukiwa nacho wewe hapa, Mungu akikupa hela wewe au pesa au chochote, sio kwamba kakupa wewe peke yako. Kakupa kwa sababu kuna mtu mwingine amekuwa akimuomba Mungu. Ukipewa shilingi 10,000, na hii ndio watu tunapata shida sana. Umepewa 10,000, tunasahau kwamba katika 10,000 hiyo kuna mtu amepiga magoti mbele za Mungu anamuomba shilingi 2,000. Na hii ndio watu tunashindwa kukumbuka kwamba katika 10,000 unapopata 10,000, unapopata milioni 1, kumuuliza Mungu katika hii ya kwangu ni kiasi gani. Maana pia kuna ya Mungu pale lazima utoe zaka, utoe na sadaka. Lakini kuna mtu anatafuta tu katika 1,000 uliopewa na Mwenyezi Mungu, hiyo ni riziki iliyochakata. Umepata pesa umeichakata kutingana na nguvu zako. Maana hakuna ambaye hana nguvu kabisa. Hakuna ambaye hana nguvu. Hata ambaye ni mzee leo amezaa, amepewa watoto, hakuna ambaye ataenda mbele za Mungu atasema hajapewa. Sasa wewe umepewa 1,000. Ni muhimu sana katika kanuni hii kukumbuka kwamba ninacho. Watu wengi tunakumbuka tunapokosa. Mtu akikosa ndio anaenda kwa Mungu, anamuuliza, kwa nini Mungu nimekosa? Kwa nini nimekosa hiki? Lakini hatukumbuki tunapopata. Tunapaswa tukumbuke tunapokosa, tumkumbuke Mungu kumuuliza, na umuulize Mungu unapopata kwamba katika 1,000 hii hapa umenipa, katika 10,000 hii milioni 2 ulizonipa hivi, zangu ni kiasi gani? Kwa nini hatufanyi hivyo? Hatufanyi hivyo kwa sababu watu wengi hawaishi rohoni na hawazijui kanuni za riziki ya kiroho. Watu tukipata unadhani ni ya kwangu mimi, na ndio inakutambulisha. Yaani watu watakukoma kwa sababu umepata. Hapana, ni kwamba Mungu anasema hivi, kwa kuwa kila aliyepewa vingi kwake huyo vitatakwa vingi, na yeye aliyekabidhiwa vingi kwake huyo watatakwa zaidi. Kwa hiyo ukipewa shilingi 10,000, Mungu anatarajia katika ile supply chain kwamba 10,000 hii hapa utawapa labda 2,000. Kuna mtu anatafuta tu 2,000 tu akale chakula. Ila ukipata, kwa sababu watu wengi hatukumbuki. Kwa hiyo na maana mfumo wa dunia umepotosha watu wamekuwa kwenye mafungu ya masikini na tajiri. Na pia katika wengi hatujajua mfumo wa kimungu, kwamba mfumo wa kimungu unafanya katika mfumo wa uwakala, kwamba sisi ni mawakili tu katika kile. Hata kama ni nguvu nazo, hizo nguvu wewe ni wakili tu, ni Mungu amekupa riziki. Sasa utazichakata nguvu, utafanya kazi. Wengine watasema mimi nimefanya kazi, ni kazi yangu, ni akili yangu, nimesoma, ni elimu yangu, mimi nimefanya hiki, mimi nimefanya hivi. Mungu hapana, nataka tujue kwamba katika mfumo wa kwake, uchumi wake wa kiungu unafanya kazi katika mfumo wa uwakala. Chochote ulicho nacho wewe ni wakili tu, umepewa kuwakilisha tu. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua kwamba hii kanuni inafanya kazi, na ni vizuri kufanya kazi kwamba mwenye maarifa yagawe kwa wenzio. Mwenye na chakate. Kuna watu wengine wanalalamika leo, anasema mimi sina hiki kwa sababu tuna focus na riziki iliyochakatwa. Hakuna ambapo Mungu hajampa riziki yoyote, kwa mazingira yoyote, kwa level yoyote, kwa aina yoyote. Hakuna ambaye asiye na miguu naye amepewa kuongea. Maana kuna mtu mwingine anaishi kwa kuongea tu, anaitwa mwandishi wa habari na mtangazaji wa redio. Kila mtu, hakuna asiye na riziki.
Kama amekupa mikono, itumie vizuri. Ukiangalia kila mtu anayo nguvu. Biblia inasema bali mkumbuke Mungu Bwana Mungu wako, maana ndiye akupae nguvu ya kupata nini? Utajiri. Huwa kwa Mungu hakuna nguvu ya kupata umaskini, ni nguvu ya kupata utajiri. Hakuna mtu atasema kwamba mimi Mungu, na watu wengi wanamwendea Mungu, wanaenda kuomba vibaya. Biblia inasema hampati kwa sababu mnaomba vibaya. Kuomba vibaya ni nini? Ni kwenda kumdai Mungu riziki iliyochakata. Kimsingi Mungu hutoa sawa sawa kwa usawa riziki ghafi. Ile riziki ghafi Mungu anaitoa kwa usawa. Hakuna mtu atamdai Mungu, Mungu alishamaliza. Ila kuchakata ni wewe mwenyewe utakapokuwa. Na ndio shetani anaingia hapo. Shetani huwa anawadanganya watu. Na mifumo hii inayowagawa watu katika matajiri na maskini. Wengine wanatembea wanasema mimi ni masikini. Wanaanza na kuoneana wivu na mashindano na kuuana. Hapana. Riziki zote Mwenyezi Mungu ametupa kwa usawa. Mwenye maarifa achakate maarifa yake, azalishe na agawane na wengine. Usifikiri maarifa umepewa kwa ajili yako tu. Kwa maana leo niko hapa kukupa maarifa haya. Mungu akubariki sana. Unaweza kuendelea kunifuatilia na kushare kwa wengine kama haya mafundisho yanakubariki. Share kwa wengine ili na wengine wabarikiwe zaidi. Asante sana. Mungu akubariki.